Kwa sababu katika safari ya maisha, pamoja na haya Mungu anayonitendea, kuna wakati ninayaona yale ninayomtendea hayalingani, hayafanani na anayonitendea. Ananitendea wema mwingi mno, lakini nyakati zingine kwa udhaifu wangu wa kibinadamu namrudishia kwa mabaya, namrudishia kwa kiburi, namrudishia kwa ukaidi. Yeye bado ananiongoza, yeye bado ananirehemu, yeye bado ananipenda. Huyu ni Mungu wa namna gani? Nitamfanyia nini huyu Mungu wangu katika mwaka wa 25 ambaye sijaona mwingine wala kiumbe kingine kilicho kama yeye? Nitamsifu, nitamshukuru, nitamuinua. Lakini huenda leo unakuja hapa na moyo mzito kwenye mwanzo huu wa mwaka 25, na moyoni mwako unabeba mzigo mzito sana wa kumkosea Mungu, na hata una wasiwasi ya kwamba hivi Mungu huyu atanibeba kweli mpaka mwisho wa mwaka 25 kwa haya makosa niliyomfanyia. Na huenda unapoitazama safari yako mbele yako, kwa sababu ya hatia ulio nayo ya kumkosea Mungu, unaona kama vile mambo yako hayatanyoka, na unauliza, Mungu wangu, ukipiga kifua nifanye nini? Basi Mungu ana ujumbe wako kupitia katika kisa hiki, na kipenda sana. Ni wakati Yakobo akishirikiana na mama yake wanafanya dhambi ya makusudi ya kuiba mibaraka, kwa sababu baba Isaka alitaka kumbariki Esau, lakini mama anampenda Yakobo zaidi, kwa hivyo akafanya njama ya kuiba. Unajua, ndio maana wakati mwingine hata sisi tunachezea vitu vitakatifu. Mbaraka nao ni kitu cha kuiba, wakaiba. Yakobo akabarikiwa, lakini ukweli Mungu anaofundisha ni huu: dhambi yoyote utakayofanya, madhara yake yatakuandama, iwe ni leo au ni kesho. Dhambi inaua. Ndio maana Mungu anasema achana na dhambi, chukia dhambi katika maisha, uichukie sana, ili kwamba hata kama utaanguka katika dhambi kama Daudi, unyanyuke kwa haraka sana, kwa sababu unaichukia. Unyanyuke kwa jina la Bwana. Wizi unakukosesha amani. Rebeka akakosa amani kwa sababu ya dhambi. Yakobo naye akakosa amani kwa sababu ya dhambi. Ukifika mahali ambapo unafanya dhambi na amani bado ipo, unakaribia mahali pa kufanya dhambi isiyosameheka. Lakini ukifanya dhambi na ukasukwasukwa moyoni mwako, kukingali na tumaini. Kwa hivyo kuna tumaini kwao, kwa sababu Esau aliporudi nyumbani akasikia mdogo wake kwa mara nyingine tena ameiba mibaraka. Esau akasema, safari hii sikubali, ngoja baba afe, kwa sababu amekuwa mzee, na Yakobo alifaulu kuiba kwa sababu baba haoni. Esau akasema, baba akifa tu nitamuondoa na mdogo wangu, hawezi kunichukulia zawadi za namna hii mara mbili, uzaliwa wa kwanza na baraka baba anapoondoka duniani. Asema sitavumilia. Sijui kwamba alisema kwa sauti ya wazi, lakini Rebeka akasikia. Hofu na woga mkali ukamwingia ya kwamba Esau hakika atatekeleza alichokusudia, na nitampoteza mwanangu mpendwa. Rebeka akaondoka, akaenda kwa mmewe, akamwambia, sitaki Yakobo aoe miongoni mwa naende kule kwetu kwa wacha Mungu akatafute binti kule.